Serikali ya Israel imesema imekubali pendekezo la kusitisha mapigano baada ya kufikia malengo ya mashambulizi yake dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa yake, Israel imeiondoa Iran kama nchi tishio mara mbili, kuanzia silaha za nyuklia hadi makombora ya ballistic. Pia Israel imesema imesababisha uharibifu mkubwa kwa uongozi wa kijeshi na kuharibu maeneo kadhaa lengwa ya serikali ya Iran. Taarifa hiyo inaendelea kusema kwamba majeshi ya Israel katika siku ya mwisho yamefikia malengo ya serikali katika kitovu cha Iran na kuwaondoa mamia ya wanajeshi wa Basij ambao mara nyingi hutumika na serikali ya Iran kukandamiza waandamanaji na kumuua mwanasayansi mwingine mkuu wa nyuklia. Israel imemshukuru Rais wa Marekani Donald Trump kwa kumuunga mkono katika ulinzi na ushiriki wao katika kuondoa tishio la nyuklia la Iran. Taarifa hiyo imeongeza. Wakati huo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimejibu shutuma za Israel vikisema Iran inakanusha ripoti kwamba ilirusha kombora kuelekea Israel baada ya kuanza kwa usitishaji wa mapigano. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, ametoa taarifa hivi punde akisema ameamuru vikosi vya ulinzi vya Israel kujibu vikali endapo Iran itakiuka makubaliano ya usitishaji mapigano na kuishambulia kwa mashambulizi makali dhidi ya maeneo lengwa ya serikali katikati mwa Tehran. Muda mfupi uliopita, Israel imesema kuwa imegundua mbinu nyingine ambayo itatumiwa na Iran ya kurusha makombora kutoka Iran kuelekea katika mji wa Tel Aviv. Waziri wa fedha wa mlengo wa kulia wa nchi hiyo amechapisha taarifa fupi kwenye mitandao ya kijamii. Taarifa hiyo imefuatiwa na taarifa ya Bezalel Smotrich, mshirika mkuu wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye ameandika kwenye mtandao wa X kuwa Tehran itatetereka. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Israel na Iran wamekubaliana kusitisha mapigano, hatua ambayo itaanza kutekelezwa ndani ya saa 24 zijazo na ambayo itamaliza mzozo huo uliodumu kwa siku 12. Kupitia chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii, Trump amezipongeza Israel na Iran kwa kuwa na stamina, ujasiri na busara za kumaliza mzozo huo alioutaja kuwa vita vya siku 12. Waziri Mkuu wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman, amezungumza kwa njia ya simu na viongozi wa Tehran na kuthibitisha kuwa Iran inaafiki pendekezo hilo la Marekani la kusitisha mapigano, huku Israel nayo ikikubali kusitisha mapigano hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameonya kuwa nchi yake iko tayari kufanya mashambulizi mengine ikiwa Marekani itaanzisha uchokozi mwingine. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali amesema nchi yake haijaanza uchokozi na kwamba kulingana na kanuni za Iran, kamwe nchi hiyo haitokubali kushambuliwa wala kumnyenyekea mtu yeyote. Mashambulizi haya ya kulipiza kisasi ya Iran yamelaaniwa na majirani zake wa nchi za Kiarabu na hivyo kutia doa mahusiano na mataifa kama Qatar, Bahrain, Iraki, Israel, Kuwait, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, ambako pia Marekani inazo kambi kadhaa za kijeshi, pamoja na kwenye mataifa ya Misri, Syria na Jordan. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema ikiwa Israel itaacha kuishambulia nchi yake, basi Tehran haina nia ya kuendeleza mashambulizi. Hata hivyo, hadi alfajiri ya leo ya Jumanne, Israel na Iran ziliendelea kushambuliana. Taarifa hii imetolewa saa chache baada ya Iran kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi za jeshi la Marekani huko Katari na Iraq, lakini Trump amesema mashambulizi hayo hayakusababisha
uharibifu wala majeruhi kwa kuwa Iran ilitoa taarifa kwa Marekani na washirika wake kabla ya kushambulia. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.